Tuelekee kaunti namba 31 ambapo wanafunzi wa shule ya chekechea ya Mweruti eneo la Sweet Waters kaunti ya Laikipia wametoa wito kwa serikali kuingilia kati kufuatilia hali mbaya ya vyoo shuleni humo. Shule hiyo yenye zaidi ya wanafunzi 220 inalazimika kutumia choo kimoja kilichochakaa. Ni siku ya kawaida ya masomo katika shule ya chekechea ya Mweruti. Mara tu masomo yanaposimamishwa na kengele ya mapumziko kugonga, wanafunzi wenye furaha hukimbia kutoka madarasani. Lakini nyuma ya vicheko hivyo, hali halisi hujitokeza wanapofika kujisaidia, shule ikiwa na choo kimoja pekee kilicho katika hali mbaya. Wanafunzi hulazimika kupanga foleni, wasichana wakishikilia mlango usiofungika kwa wenzao, huku wavulana wasiokuwa na subira wakielekea vichakani vilivyo karibu. Taswira ya watoto wakitimiza mahitaji ya kawaida bila kufahamu hatari inayowakabili. Choo yenye iko ni moja, ndio mwalimu anatumia, ndio watoto wanatumia. Na ile changamoto ingine ni usafi. Hii shule hata kama ni ya serikali haina maji. Hatuna tap, hatuna tank, hatuna anything. So tuko tu hali hiyo duni. Hii choo ni kuanguka inaanguka. Watoto yani watu choo ni moja, mwalimu anaenda hapo, vijana wanaenda hapo, wasichana wote wanaenda hapo. Na wote wanashikiliana mlango wakati wa kujisaidia. Hii choo iko karibu kuanguka, hata imebakisha masaa. Shule hiyo ambayo ilianzishwa zaidi ya miaka 40 iliyopita inachora taswira ya ndoto kutotimia, ikionyesha miundombinu iliyoporomoka kutokana na usimamizi duni, ukosefu wa rasilimali muhimu kama maji na madarasa ya kutosha, wanafunzi wakilazimika kutumia darasa moja tu kupata elimu. Hii shule hapo nyuma watoto walikuwa wanakunywa uji saa 4, lakini mali walikuwa wanapikiwa ni pale. Ile jengo liliporomoka, hawana mahali pa kupikiwa, tulikuwa na library pale, hawana mahali hata pa kusomea. Haki kweli. Hebu tazameni ile jengo vile inakaa. Mbunge wetu, council au nini, MCA wetu, tufanyieni kazi tafadhali. Tuliwachagua mtufanyie kazi. Maji hatuna, watoto tunawachotea maji kwa chupa na wanakuja wanamwaga chini. Hawana maji ya kunawa after wametoka kwa choo. Magonjwa yapo kama kipindupindu. Darasa watoto wako darasa 3 wanasomea hapo nursery, playgroup na PP1. Jambo la kusitikiza sana na la kustua, wakati hao wazazi wametuita hapa, unakuta viongozi nao wanaenda kuthreaten wazazi, ikiwapo pia mwalimu, ati kwa nini uliita jamii. Mwalimu ambaye ni mtu ako na utu, atakaone watoto wakiporomoka kwa ile choo na anajua kwamba ni janga litakuja. Wazazi wanasema wamejaribu mara kadhaa kuwasiliana na serikali ya kaunti ya Laikipia, lakini juhudi zao hazijazaa matunda yoyote. Wana wasiwasi mkubwa kuhusiana na mvua zinazokaribia kuanza, hofu ya choo hicho kuporomoka. Sasa wanaiomba serikali ichukue hatua haraka kabla ya dharura kuendelea kukua. Ni kama tu shule imetengwa, ni kama county government of Laikipia hawajui kuna darasa ya ECD iko hii area ya Sweet Waters. Niambie tu county government kiongozwa na area MCA na pia viongozi wa county, CC education, CO education na pia governor. Wazazi wa hapa na pia jamii tumeungana tunasema hatuwezi keti watuangalia watoto wetu, mtoto akikuja kufariki ama kuporomoka kwa hiyo choo kwa sababu pesa zeli ambazo sisi tunalipa ushuru hazifanyi kazi. We want to give them an ultimatum of 3 weeks. Construction ikuwa imeanza hapa bure, si hivyo. I swear na ninawaambia kwamba we shall come to those offices kuitisha pesa yetu. Kwa sasa wanafunzi hao wanalazimika kuvumilia hali ngumu, hali inayohatarisha maisha yao. Ombi lao sasa ni kwa serikali ya kaunti ya Laikipia kuingilia kati na kurejesha hadhi na usalama wa wanafunzi hawa. Sharon Mkonge, Runinga ya Citizen, kaunti ya Laikipia.